leo mchana. Alikuwa Jacob Safari kwenye taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu sana katika uchambuzi wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu, kuitazama dunia yetu, na tutakuarifu yaliyojiri katika vita vya Iran, ambako mashambulizi yanaendelea kila upande, Iran na Israel, huku kukiweko mkanganyiko mkubwa kuhusu kufanyika kwa mazungumzo ya kusitisha vita. Na nchini Tanzania, viongozi mbalimbali wameendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha waziri wa nchi ofisi ya Rais, sera, uratibu, bunge na walemavu, William Lukuvi, kilichotokea leo. Na huko Kenya, zaidi ya miili 30 ilikuwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika kaunti ya Kericho, yafukuliwa katika kadhia mpya iliyowashangaza wa Kenya. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi wetu huu wa kina katika dunia yetu leo mchana, na tunaanzia Mashariki ya Kati, ambako wakati vita vilivyoanzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran vikiingia siku yake 26 leo, dalili ya kufikia makubaliano ya kuvikomesha zinazidi kupungua baada ya Iran kuendelea kukanusha kuwepo kwa juhudi zozote za mazungumzo baina yake na Marekani, huku mashambulizi baina ya Tehran na Tel Aviv yakipamba moto. Bruce Amani anayo mengi zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo la mpango wa amani kwa Iran wakati akitoa matumaini ya kukomesha vita vilivyodumu kwa karibu mwezi mmoja. Dalili za awali za suluhu ya kidiplomasia zilijiri licha ya machafuko mapya, huku kombora la Iran likisababisha majeraha nchini Israel, ambayo nayo iliendeleza operesheni zake za kijeshi na kuapa kutoa udhibiti wa ukanda wa kusini mwa Lebanon. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani inafanya mazungumzo hivi sasa na Iran. They did something yesterday that was amazing actually. Walifanya jambo la kushangaza jana. Walitupatia zawadi na zawadi hiyo ikafika leo. Ilikuwa zawadi kubwa sana yenye thamani ya kiasi kikubwa cha pesa. Kwa hivyo, hiyo inamaanisha jambo moja kwangu. Tunashughulika na watu sahihi. Hakuelezea zaidi, lakini alisema zawadi hiyo inahusiana na mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imeufunga kwa kiasi kikubwa ili kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israel, hatua iliyosababisha bei za nishati duniani kupanda. Iran, katika ujumbe uliosambazwa na shirika la kimataifa la usafiri wa baharini muda mfupi baadaye, ilitoa hakikisho la kuruhusu vyombo visivyo vya uadui kupita salama katika njia hiyo. Gazeti la New York Times likiwanukuu maafisa ambao hawakutajwa majina limesema Marekani imetuma pendekezo la mpango wa vifungu 15 kwa Iran kupitia kwa Pakistan. Televisheni ya Israel ya Channel 12 ilisema Trump, miongoni mwa mengine, amependekeza kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, ambapo pande hizo zitajadili pendekezo ambalo litajumuisha Iran kukabidhi madini ya urani yaliyorutubishwa na kupiga marufuku urutubishaji zaidi. Lakini licha ya matumaini ya Trump ya diplomasia, jarida la The Wall Street limeripoti kwamba Marekani inapanga kuwapeleka Mashariki ya Kati wanajeshi 3,000 kutoka kikosi cha 82 cha wanajeshi wa anga. Israel imesema ilifanya wimbi kubwa la mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Iran. Aidha, imeimarisha kampeni yake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon, ikisema jeshi lake litachukua udhibiti wa kusini mwa Lebanon hadi eneo la mto Litani, karibu kilomita 30 kutoka mpakani. Lebanon, ambayo serikali yake kuu imekuwa dhaifu kwa muda mrefu, ilizidi kuwa na msimamo mkali kwa kutangaza kwamba imemwamuru balozi wa Iran kuondoka ifikapo Jumapili, ikishutumu jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa kuingilia masuala ya ndani na kufadhili operesheni za Hezbollah. Bahrain, Kuwait, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zote zilisema zimezuia mashambulizi mapya ya droni na makombora, huku Iran ikiendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya mataifa ya Ghuba ambayo ni washirika wa Marekani. Alikuwa ni Bruce Amani. Msikilizaji, kama kawaida, leo ni siku ya Jumatano. Mjadala wetu hapo baadaye utajikita huko Mashariki ya Kati katika kutazama yanayojiri hivi sasa katika vita hivyo kati ya Iran, Israel na Marekani, hasa swala kubwa wiki hii likiwa ni swala la mjadala umefanyika au haujafanyika. Iran inasema hakuna mjadala, Marekani inasema mjadala upo. Kwa hiyo tutakuwa kwenye
kuliangalia swala hilo la mazungumzo kwa kina. Na mbio hivi sasa tuelekee huko nchini Kongo, ambako shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF linasema waasi wa M23 wanazuia wanahabari ndani ya makontena tangu walipoutoa mji wa Goma ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Januari mwaka 2025, ingawa kundi hilo linakanusha. Hofu imetanda miongoni mwa wanahabari kwenye eneo hilo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga. Kalamu, kinasa sauti cha kurekodia sasa ni vifaa vya hatari katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kutokana na ripoti ya awali kutoka shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF inayosema kuwa ina ushahidi wa picha za satellite na uchunguzi wa kina unaoonyesha makontena yanayotumika kama maabusu za siri katika mji huo wenye kukaliwa na waasi wa M23. Ni tuhuma mzito zinazochora taswira ya ukandamizaji mkubwa dhidi ya wale wanaojaribu kuripoti ukweli. DW imezungumza na Daniel Michombero, mwandishi aliyokimbia Goma, na kuelezea masaibu yaliyomkumba. Wakati wale wa M23 wamechukua mji wa Goma, tulikaa pale kwa shida ngumu sana, kwa sababu walitutafuta kwa njia mbalimbali. Basi kwa bahati hawakutupata, na kwa bahati pia tulifaulu kutoka katika mji wa Goma. Daniel, tukisalia hapo kwa utendaji kazi, waandishi wa habari wa Goma wanafanya kazi kwa mazingira yapi? Kusema ukweli, hali ya wapasha habari ambao wanakuwa kwa sasa katika mji wa Goma si nzuri kabisa, kwa sababu kila mara tunakuwa tunapigiana simu tuambia namna walivyo wandugu wapasha habari ambao wanakuwa katika sehemu ambazo leo zinamilikiwa na M23. Lakini upande wa AFC M23 unakataa madai haya. Laurence Kanyuka, msemaji wa kundi hilo, anasema hizo ni habari zisizo na msingi, ni propaganda tu za serikali ya Kinshasa inayotaka kuchafulia jina, na kusisitiza kuwa waandishi wa habari wako huru na kutembea kila siku katika maeneo hayo. Hata hivyo, ukweli wa uwanjani ni tofauti. Zaidi ya waandishi wa habari 100 wamekimbia Goma kwa hofu ya kuuawa na kuteswa. Mbali na makontena, kuna shinikizo la kiitikadi. Idara ya mawasiliano ya M23 inalazimisha vyombo vya habari kufuata amri zao, ikiwemo kupiga marufuku matumizi ya maneno kama uvamizi. Josephine Mugubi ni mratibu wa chama cha wanahabari wanawake, anaelezea masikitiko yake, akitaka pia waandishi wapewe mafunzo zaidi. Lakini kwa ukweli kabisa, wapasha habari tunapitia hali ngumu, kwa maana hata wanawake wameonekana pia kwa miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakifuatiliwa na haki zao kama vile wapasha habari zikikiukwa. Ripoti kamili ya RSF inatarajiwa kutoka Machi 26 mwaka 2026, ikiwa ni onyo kwa jumuiya ya kimataifa, wakati dunia ikisubiri. Wanahabari wa Goma wanaendelea kufanya kazi kati ya ukweli na hatari ya kifo. Biobe Malenga, DW, Kinshasa. DW tunavuma kwa kishindo. Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Urusi siku moja baada ya Urusi kufanya mashambulizi mawili makali dhidi ya Ukraine. Mashambulizi ya Ukraine yamesababisha mamia kwa maelfu ya watu kukosa umeme katika eneo la Belgorod nchini Urusi. Wakati haya kiarifiwa, ripoti ya siri kuhusu uokoaji usio mpangilio wa shirika la usalama na ushirikiano la Ulaya OSCE wa wachunguzi wake kutoka Ukraine baada ya Urusi kuvamia miaka 4 iliyopita inaashiria jinsi ilivyoweka wafanyakazi wake katika hatari kubwa ya usalama. Josephat Charo na taarifa hiyo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema leo Jumatano kwamba Ukraine imerusha mamia ya ndege zisizo na rubani ikilenga maeneo nchini Urusi usiku kucha, katika kile kilichoelezwa kuwa shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani za Ukraine tangu vita vilipoanza. Maafisa wa Urusi wamethibitisha kwamba moto umezuka katika bandari ya Ust-Luga, eneo muhimu la usafirishaji wa mafuta na gesi katika bahari ya Baltic, takriban kilomita 100 kutoka mji wa St. Petersburg. Hakuna mtu aliyejeruhiwa.
Watu wasiopungua 13 walijeruhiwa siku ya Jumanne baada ya jengo la ghorofa kulengwa katika shambulio la mchana katikati ya jiji la magharibi la Lviv nchini Ukraine, karibu na mpaka wa Poland, kulingana na maafisa wa kikanda. Waziri Mkuu Yulia Sviridenko alisema shambulio hilo lilichoma moto jengo lililounganishwa na kanisa la Mtakatifu Andrew la karne ya 17 la jiji hilo, ambalo ni sehemu ya eneo la turathi za dunia za shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Meya wa Lviv Andrei Sadovi ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba shambulizi hilo lililenga eneo la katikati la jiji. Na moyei pameti sijawahi kuona kitu kama hiki katika kumbukumbu yangu, kwa sababu hayo yalikuwa mashambulizi yaliyolengwa kwenye majengo ya makazi. Leo ni mashambulizi yaliyolengwa katikati ya Lviv, ni eneo la UNESCO. Hawakupiga risasi hapa wakati kulipokuwa na Wajerumani, wakati kulipokuwa na wapiganaji wa bunduki. Kila mtu ajaribu kuilinda, lakini kama unavyoona, Warusi hawana kitu kitakatifu, wanashambulia. Nadhani tunapaswa kuambia ulimwengu wote kuhusu jambo hili leo. Wakati haya yakiarifiwa, ripoti ya siri kuhusu harakati ya uokoaji ya shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE wa wachunguzi wake kutoka Ukraine, ambao ulifanywa bila mpangilio baada ya Urusi kuvamia miaka 4 iliyopita, inaashiria jinsi ilivyowaweka wafanyakazi hao katika hatari kubwa ya usalama. Shirika la habari la AFP limefichua ripoti hiyo, huku shirika hilo likijitahidi kutuma ujumbe nchini Ukraine kufuatilia usitishaji wowote wa mapigano. Uchunguzi wa ndani ulioonekana na AFP unakosoa maandalizi ambayo hayakukamilika wala kutosha ya shirika hilo na ukosefu wa tathmini ya kuaminika kuhusu usalama na mpango madhubuti wa uokoaji uliozingatia taarifa za hali halisi katika uwanja wa vita wa kuwaondoa nchini humo. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wadau wa siasa, wabunge na viongozi katika kada mbalimbali nchini Tanzania wametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya Rais, Sera, Uratibu, Bunge na Walemavu, William Lukuvi, aliyefariki dunia leo kwa mshtuko wa moyo. Lukuvi atakumbukwa kama miongoni mwa viongozi waadilifu na waliohudumu bungeni kwa miongo zaidi ya 3. Florence Majani na taarifa hiyo. Mimi William Vangemembe Lukuvi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni sauti ya aliyekuwa mbunge wa Isimani mkoani Iringa na waziri wa Sera, Uratibu, Bunge na Walemavu, William Vangemembe Lukuvi, sauti ambayo hatutaisikia tena. Lukuvi anayetajwa kama miongoni mwa viongozi wenye ushawishi mkubwa serikalini na waliohudumu katika bunge tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Tanzania mwaka 1995, amefariki dunia leo kwa kile kilichoelezwa mshtuko wa moyo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu zake za rambirambi kupitia ukurasa wake wa X, akimtaja Lukuvi kama kiongozi mwenye uzoefu, mzalendo na mtumishi wa umma aliyelitumikia taifa kwa uadilifu, weledi na kujitolea. Viongozi wa CCM nao wamemzungumzia Lukuvi kama mwadilifu na mwenye uzoefu. Aliyekuwa mbunge wa CCM kupitia Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Constantine Kanyasu, ambaye pia amewahi kufanya kazi kwa ukaribu na Lukuvi, ameiambia DW. Ni mtu mwenye afya ambaye iko imara na ni mchapakazi, na ni mtu ambaye ametumikia serikali kwa muda mrefu sana, na wengi ambao wanamfahamu Lukuvi wangetamani ya staff, lakini mawazo yake na activeness yake ilikuwa ni kama ya kijana. Ni bahati mbaya kwa wananchi wa Isimani kama wamepoteza mbunge na waziri, na serikali imepoteza mbunge na waziri na chama. Lakini kwa kweli ni msiba wa ghafla ambao tunaweza kusema taacha maumivu makubwa kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Lukuvi ambaye amefariki dunia leo asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, alikuwa bungeni kwa kipindi cha 7, ikiwa ni tangu mwaka 1995 ulipofanyika kwa mara ya kwanza uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi nchini. Lukuvi amekuwa mbunge kwa miongo zaidi ya 3 na waziri kwa miaka 31. Hilo na mengine mengi vilimfanya Lukuvi kwa miongoni mwa wabunge wa kongwe katika bunge la 13.
Mbunge wa Kilolo Rita Kabati amemzungumzia Lukuvi na kusema ni miongoni mwa viongozi walioifia nchi. Kwa Kongo wake ameweza kusaidia hata bunge limetulia, michango iliyotulia, na walimpa ndio alikuwa kiongozi wa bunge kwenye bunge letu. Kwa kweli hatosaulika ya watu waliofia nchi, na mmoja wapo. Lukuvi anatajwa kuwa mwanasiasa aliyelelewa na kukulia ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, akianzia umoja wa vijana CCM UVCCM na kuingia bungeni mwaka 1995 akiwa mbunge. Na baadaye akashika nafasi mbalimbali za uwaziri, ikiwamo waziri wa sera, uratibu na bunge mpaka mauti yanamfika. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Ni saa 7:21 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Msikilizaji, bado tupo katika dunia yetu leo mchana. Tuelekee huko Sudan. Kundi la wanamgambo wa RSF limetangaza kuwa limeuteka mji wa kimkakati wa Kurmuk uliopo mpakani mwa Sudan na Ethiopia baada ya mapigano makali. Hatua hii imekuja wakati mamlaka za Chad zikiripoti kuwazuia wakimbizi wa Sudan kuvuka mpaka wa Altina kutokana na sababu za kiusalama. Saumu Njama na ripoti hiyo. Katika taarifa yake, RSF imesema vikosi vyake maalum kwa kushirikiana na waasi wa Sudan People's Liberation Movement North SPLMN wamefanikiwa kuteka mji huo pamoja na maeneo mawili ya karibu. Jeshi la Sudan limekiri kuwa hali katika eneo hilo ni mbaya. Mwakilishi wa serikali katika mji wa Damazin, makao makuu ya jimbo la Blue Nile, amesema kuwa vikosi vya serikali vinapata ugumu kuendelea kushikilia nafasi zao kutokana na mashambulizi makali ya wanamgambo hao. Mapigano haya yalianza Jumapili katika mji huo mdogo wa mpakani ambao una umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa jeshi la Sudan, kwani uko kwenye mojawapo ya barabara chache zinazoelekea Ethiopia. Kundi la SPLMN linaloongozwa na Abdulaziz Al-Hilu na kushirikiana na RSF linadhibiti maeneo ya kusini mwa jimbo la Blue Nile. Eneo hilo hutumika kama njia muhimu ya usambazaji wa misaada na vifaa kutoka Ethiopia na Sudan Kusini kutokana na uhusiano wa muda mrefu kati ya pande hizo. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia imekanusha madai kwamba inatoa hifadhi kwa kambi za wanamgambo wa RSF. Wakati huo mgogoro wa kibinadamu unazidi kuwa mbaya katika mpaka wa Sudan na Chad. Mashuhuda kutoka Altina wanasema mamia ya raia wamekwama katika misitu na mabonde wakisubiri ruhusa ya kuingia Chad kufuatia uamuzi wa Rais Mohamed Idris Deby kufunga mpaka huo mapema Machi baada ya shambulio la droni kutoka Sudan. Katika hatua nyingine, kuna taarifa kuwa Saudi Arabia imesitisha ufadhili wa mkataba wa ununuzi wa silaha kati ya Pakistan na jeshi la Sudan. Mkataba huo wa thamani ya dola bilioni 1.5 ulijumuisha ndege za kivita, mifumo ya ulinzi, ndege zisizo na rubani na magari ya kivita. Ripoti zinaeleza kuwa Riyadh ina wasiwasi kuhusu uwezo wa Abdul Fattah al-Burhani kuwa mshirika wa muda mrefu na inapendelea kuundwa kwa serikali ya kiraia. Iwapo kusitishwa kwa ufadhili huo kutathibitishwa, litakuwa pigo kubwa kwa jeshi la Sudan katika mapambano yake dhidi ya RSF, kwani Saudi Arabia ni mmoja wa wafadhili wake muhimu. Kwa ujumla, hali nchini Sudan inaendelea kuwa tete. Mapigano yanaongezeka, mgogoro wa wakimbizi unazidi kuzorota na msaada wa kimataifa unaonekana kuyumba. Tatu, karibu sana. Umetembelea mitandaoni huko, kuna yapi ambayo yamehanikiza? Namshukran sana Saumu. Mbali na vita Iran, Marekani na Israel linalozungumziwa hasa katika eneo letu ni nchini Tanzania, na tayari nimeona Florence Majani alituletea ripoti ya kifo cha mbunge wa Isimani William Lukuvi. Mengi anazungumzwa kumhusu, lakini sitarudia yale ambayo tayari tumekuwa nayo kwenye ripoti, lakini kugusia tu maoni ya baadhi ya wanavyomkumbuka. Resti Bura anasema, pumzika kwa amani baba, ulichokifanya Wizara ya Ardhi kitaheshimika na vizazi. Dalali Ulimu anasema, inauma sana, poleni familia kwa msiba huu mzito. Na Mnyalu anasema huu msiba ni mzito katika eneo letu la Isimani. Tunazidi kuiombea roho yake ipumzike kwa amani pema. Mbali na hayo, tuingie kwenye kandanda Saumu, ambapo mashabiki wa kandanda barani Ulaya wamewasilisha malalamiko rasmi kuhusu gharama kubwa za tiketi za kombe la dunia FIFA linalotarajiwa kufanyika
Amerika Kaskazini msimu wa joto. Na chama cha wafuasi wa soka Ulaya FSE na shirika la haki za watumiaji la Euro Consumers waliwasilisha malalamiko ya kurasa 18 siku ya Jumanne kwa halmashauri kuu ya Ulaya huko Brussels. Na kupitia taarifa hiyo ya pamoja wanasema shirikisho la kandanda duniani FIFA linatumia udhibiti wake katika mauzo ya tiketi ya kombe la dunia la mwaka 2026. Linatumia mamlaka hiyo kuweka masharti ambayo mashabiki wanasema hayawezi kukubalika. Ni kama masharti yaliyomo ni makali sana kwa upande wa... Sasa kwani gharama ya tiketi ni kiasi gani Tatu? Unajua tiketi inauzwaje? Kwa kweli hapo haikuandikwa ni ngapi, lakini inasemekana tu ni juu mno kuliko michuano yote ambayo ishawahi kuwa ya kombe la dunia. Kwa hivyo Daniel Yuptison hapa anasema hii itakuwa pigo kwa waandalizi na FIFA iwapo hawatashughulikia hilo swala kwa haraka. Na Shukuru Musai huyo akiwa maeneo ya Katwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema matajiri wanataka kutazama mpira wakiwa peke yao tu. Yani maskini wanasumbua na wao hawajui kushangilia. Sasa ukishanunua tiketi kama we maskini umenunua tiketi ya kwenda kutazama mpira, hiyo tiketi ya ndege kwenda huko Marekani utazama utaiweza? Wajua mashabiki si lazima watoke nchi nyingine. Waweza kuwa mashabiki wa ndani ambapo wanaweza kufika katika uwanja wa mpira, lakini tiketi kununua hawawezi. Lakini hawa inavyoonyesha wa Ulaya hao. Sasa mmoja anasema wewe unafikiria vipi umeketi hapa alafu Zinedine Zidane yuko hapa, ukiangalia vizuri Abramovich yuko hapa. Kwa hivyo ni kama hawatutaki sisi maskini pia tujisikie kidogo. Maskini watakwenda kutazama akiwa nje, watatazama televisheni. Sawa Tatu, tunaambiwa kwamba muda umekwisha, lakini tuangalie maoni ya wanaotusikiliza na wanaotufuatilia, ujumbe unaotoka kwenye channel yetu ya YouTube. Msikilizaji huyu Yusuf Magunga anasema Deutsche Welle nawapata vizuri nikiwa Kisaka, Morogoro, Tanzania. Saidi Selemani yupo Msumbiji anauliza vita hivi vya Iran vitaisha lini? Kuna Joakim Mwanakulia yeye anasema kauli zake Trump hazieleweki. Frank Shayo yeye anasema hii vita ya Iran itaathiri sana uchumi wa dunia. Erasto Manga anasema Lukuvi tutakukumbuka kwa mengi. Na kutoka Shinyanga Leonard Stanley anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea Iran? Na Minieli Macha yupo Arusha naye anauliza Rais Trump mbona kama anaanza kuelemewa na hivyo vita vya Iran. Prosper Mpenda Amani wa Dar es Salaam anauliza ni lini dunia itakuwa sehemu salama tena? Mark Mihayo ujumbe wake umefika, anasema apumzike kwa amani marehemu Lukuvi, amin. Regine Mutoba kwa Tanganyika yeye anasema mazungumzo ndio njia ya kumaliza vita vya Iran. Juma Semindu anasema Ukraine na Urusi kaini chini mumalize hiyo vita vyenu. Na Kayuni Rashid maeneo ya Dodoma kule anasema poleni sana familia, ndugu, jamaa na marafiki walioguswa na msiba huu wa William Lukuvi, atakumbukwa daima. Kwenye Facebook pia tuna ujumbe Tatu wa Pascal Salamba yeye anatokea Kahama na anasema huko Mashariki ya Kati kaeni meza moja mmalize tofauti zenu. Wakati Jakaya Ben wa Sura Meru Tanzania huko yeye anasema nimepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Lukuvi, apumzike kwa amani, amina. Na Soromaziku ipo Tabora na yeye anasema Urusi na Ukraine kaeni meza moja mmalize tofauti zenu. Kutoka Geita Thomas Mayunga anasema poleni sana ndugu, jamaa na marafiki wa familia marehemu Lukuvi kwa msiba mzito. Dide Sahani Odari akiwa Lubero kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema waandishi wa habari wanapitia hali ngumu kwenye nchi zenye vita. Na Kigimbi Gimbi yeye anasema vita vya Mashariki ya Kati imekosa suluhu. Musa Miroji yeye anasema tunatoa pole kwa familia na bunge la Tanzania kwa kupoteza kiongozi mkongwe William Lukuvi. Sylvester Francisco baba Felicia wa Muleba Tanzania anasema Umoja wa Afrika umefeli kurejesha amani ya kudumu huko Kongo. Na ndo tunamalizia hapo kwenye kusomea ujumbe wako huo uliotutumia, lakini baadaye tutaendelea tena. Nikutake radhi tu unayetufuatilia na msikilizaji kwamba hatukuweza kukuletea ripoti yetu kuhusu Kenya na kufukuliwa maiti 30 katika kaburi la pamoja kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Karibu sana msikilizaji na unayetufuatilia. Hapa tunaingia katika awamu ya mjadala wa siku ambapo leo kama nilivyokugusia
Katika utangulizi mwanzo tutajadili kuhusiana na hali inayoendelea katika Mashariki ya Kati, hususan swala zima la mazungumzo yanayohusiana na vita hivyo vya Iran. Taarifa zinakinzana kila upande, Iran na Marekani, kuhusiana na swala hilo la mazungumzo. Mashambulizi ya anga dhidi ya Iran yameendelea, na Iran nayo ikijibu mashambulizi hayo kwa kuishambulia Israel na maeneo kadhaa ya Mashariki ya Kati kwa makombora. Mapambano hayo yanafanyika wakati ripoti zikionyesha kwamba maelfu ya wanajeshi zaidi wa kikosi cha wanamaji wa Marekani wako njiani kuelekea eneo la Ghuba. Yote hayo yanajitokeza hata baada ya Rais Donald Trump kusema Marekani iko kwenye mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kumaliza vita hivyo. Iran, kama ndivyo kugusia, kwa upande mwingine inakanusha kuweko kwenye mazungumzo ya aina yoyote ile na Marekani. Na kasi ya vita hii bado iko juu, pamoja na Rais Donald Trump kuakhirisha kwa siku 5 mashambulizi ya kuilazimisha Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kwa hakika hadi sasa inavyoonyesha hakuna kinachoeleweka waziwazi kuhusu hali halisi ya inakoelekea vita hii, sio kutoka Marekani na Israel wala upande wa Iran. Lakini ni yapi hasa malengo ya kila upande mpaka sasa? Je, kuna mazungumzo yaliyofanyika, na kwa nini kuna mkanganyiko kuhusu swala zima la mazungumzo? Katika mjadala wetu nimewaalika mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, ambaye amerejea hivi sasa Dar es Salaam kutoka Oman, na mchambuzi wa siasa za Marekani Mubelwa Bandio kutoka huko Maryland. Karibuni sana. Shukrani sana. Nianzie kwako Bandio, na swala zima hili la mkanganyiko wa kufanyika mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran inakanusha hakuna mazungumzo, Trump anasema amefanyika mazungumzo tena mazuri yaliyokuwa na tija, na hata Pakistan leo, ambayo inatajwa kwa ni miongoni mwa walioshirikishwa, maafisa wake wamesema Iran imepokea mapendekezo ya usitishaji vita ya pointi 15 au vipengele 15. Balozi wa Iran kwa upande mwingine Pakistan amekanusha kuwepo kwa swala hilo. Hapa hakuna kinachoeleweka. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti nini kuhusu kufanyika mazungumzo haya, Mubelo? Na vinaripoti nao kutofahamu kinachoeleweka, lakini sasa hivi imekuwa bahati mbaya sana. Sasa kama imekuwa ni style ya Rais Donald Trump, anaweza akasema kitu alafu watu wakasema kwamba pana, huyu ni Donald Trump, anakaa na kuzungumza. Imefikia wakati ambao sasa hivi watu wanaamini kwamba kuzungumza kile ambacho kiko kichwani mwake. Yani watu wanasema kwamba kuna watu wanazungumza naye na yeye anakuwa kama speaker, kwa sababu uhalisia wa mambo vitu anavyovizungumza wakati mwingine unatia shaka. Amekuwa ni mtu kugeuka mara kwa mara. Yani sasa hivi ni kawaida yeye kusema vitu vinavyokinzana, sio tu kwenye siku moja au pengine kwenye hotuba moja au kwenye aya moja, wakati mwingine hata kwenye sentensi moja anaweza kuzungumza mambo. Kwa hiyo ametoka kuzungumza jambo moja, baadaye anakuja anasema kitu kingine. Anasema kwamba maendeleo yanaendelea vizuri kabisa sasa hivi na watu ambao wameita kwamba ni watu muhimu, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye ni muhimu ama ametajwa au amekubaliana na kile ambacho kinasema. Kwa hiyo ingawa Bandio, mara hii unaweza ukazungumzia kwa mashaka, lakini vile vile ukajiuliza kwa upande mwingine, ikiwa anatiliwa mashaka Rais Trump, kwa nini nchi kama Uturuki, Pakistan zote zinasema kwamba amekuweko mazungumzo? Sasa swali kwamba yeye anazungumza kwamba amezungumza na nani, hilo ni jambo la kwanza. Yeye anasema kwamba amezungumza na mtu ambaye ni makini zaidi. Kwa hapa nchini Marekani, na mimi nawe tunafahamu kwamba ili iweze kuripotiwa kwa ufasaha wanahitaji kuwa na usahihi. Kwa hiyo wao wanazungumza hivyo, lakini hakuna ambaye chombo cha Marekani kinaweza kumnukuu kwamba ni mtu fulani ambaye anasema kwamba tumefanya mazungumzo, yamefikia hapa na hiki ndicho ambacho kinaendelea. Na kwa bahati mbaya zaidi niseme kwamba tulitabiri hili juma lililopita alipokuwa ametoa onyo mwishoni mwa juma kwamba ninawapa saa 48. Wengine tulikuja katika vyombo vya habari na kusema kwamba tuna uhakika ndani ya muda fulani atakuja na kusema kwamba tumeanza mazungumzo ya siri na hii sasa hivi tutasitisha ama tutaahirisha haya mapigano ama mashambulizi ambayo tulikuwa tumepanga kufanya. Inapotokea hivi alafu akaja akafanya vile vile bila kutoa ushahidi wa nini kinaendelea, tunarudi kule nyuma kusema kwamba alipata kusema haya ama alipata kudanganya kwa namna hii, na hakuna ambacho kinafanya mtu amini kwamba hicho kinachoendelea hivi sasa. Kwa hiyo bado watu wana wasiwasi naye kwa sababu tayari tuna ni Donald Trump, na historia inaonyesha kwamba amekuwa akifanya hivi kwa muda mrefu, na mpaka sasa hajaweka uhakika hasa wa ni nani anayezungumza naye. Hata uposikia maulizo kuhusiana na nani sasa atakontrol, atasema mimi na labda atakuwa ni mimi na labda Ayatollah tu, mtu mwingine yote ambaye atateuliwa kuwa Ayatollah. Kuna giza, kuna ombo kubwa katika maelezo yake. Kuna kiza katika maelezo ya Rais Trump, ndivyo anavyohisi Mubelwa Rahbi. Ikiwa ni kweli hakuna mazungumzo kama inavyosema Iran, na Iran
itakataa kufanya mazungumzo kama ambavyo imeshikilia msimamo huo mpaka hivi sasa, kipaumbele cha Iran ni nini hasa kwenye vita hii Rahbi? Inalenga kupata nini? Nadhani ukiangalia hali halisi na kile kinachozungumzwa na upande wa pili wa Marekani, utaona kuwa Irani wameishaona kuwa naweza kusema kuwa huu mpira uko upande wao na wanatakiwa mezani kweli kweli. Hata Pakistani iliposema imepokea hivyo vifungo 15 kuvipeleka kwa Irani, inaonyesha kuwa upande mmoja unataka sana mazungumzo. Kwa Irani wanafahamu kuwa mpaka sasa kuwa mechi iko upande wetu na tunaweza tukakaa kwenye meza tukapata kiasi ambacho kitakuwa kikubwa kwetu, lakini bila shaka Irani wameshaona wapi kunakovuja, na ndio maana wameamua sana kubaki hapo hapo kunapovuja, ili wakikaa kwenye meza wapate kilicho kikubwa zaidi. Hakuna shaka kuwa kwa tabia ya Donald Trump ilivyo, kama Irani wangekuwa wameanzisha mazungumzo naye, bila shaka Trump angekuwa wa kwanza kuliweka wazi wanazungumza na nani kutoka wapi, kwa sababu ukitazama baadhi ya vyombo vya habari mfano vya Israel vinadai kuwa huenda alikuwa Marekani wanazungumza na spika wa bunge Mohamed Khalifaf. Mohamed amekanusha kupitia mtandao wa X kuwa hakuwa kwenye mazungumzo yote na wala hana mazungumzo. Na ukiangalia utaratibu wa ndani ya Irani, sera yote inayohusu masuala ya nje ya nchi, au naweza nikasema wizara kamili ya mambo ya nje iko chini ya ofisi ya Supreme Leader. Kwa hiyo mazungumzo ya ndani ya nchi ni lazima yashirikishe wizara ya mambo ya nje, maanake kuwa ni lazima wachukue tamko kutoka kwa kiongozi mkuu Supreme Leader kutoa idhini ya mazungumzo. Sasa pale wanapotuambia kuwa wapo kwenye mazungumzo na mtu ambaye hawawezi kumtaja lakini sio kiongozi mkuu, unaona bado kuwa Trump story yake haijakamilika. Pamoja na hilo lakini Bwana Rahbi, utakumbuka Jumatatu alipotoa tu tamko kwamba anasitisha kwa siku 5 mashambulizi ya kuvilenga visima vya mafuta vya Iran, Bwana Trump, utaundua kwamba ilijenga matumaini kiasi kwamba vita hii inawezekana ikaelekea kumalizika, na matumaini hayo yaliongezeka kutokana na hicho cha kusitishwa kwa siku 5 mpango huo kutaka kushambulia vinu vya mafuta. Katika hilo kuna wale ambao wanaamini huenda ni kweli mazungumzo yamefanyika, kwa sababu inawezekana pengine Iran inaanza kuishiwa nguvu, na sio kama unavyosema wewe kwamba Iran imegundua ina karata ya kucheza na ndio maana inabakia na msimamo wake. Japokuwa vile bado mashambulizi ya kila upande hayajapungua, hilo liko wazi kabisa. Jana mashambulio makali kabisa yameripotiwa kila upande. Katika huu muktadha mzima Rahbi, hufikiri kwamba Iran italazimika kusalimu amri ikiwa Marekani na Israel zitaendelea kuishambulia? Rahbi naambiwa ametoweka hapo. Swali hili kama umelipata Mubelwa, ni kuulize wewe, kutokana na haya yote yanayoendelea, unafikiri inawezekana Iran ikalazimika kusalimu amri na kuingia hatimaye kwenye haya mazungumzo ikiwa Marekani na Israel zitaamua kuishambulia zaidi? Kwa tukubali kwanza kwamba Iran amejeruhiwa, amedhurika zaidi, hasa katika swala zima la majengo na miundombinu, yamedhurika kuliko upande mwingine. Ukweli wa mambo ni kwamba kama itatokea kwamba mashambulizi haya yakaenda kwa muda mrefu, Iran ambaye sasa hana uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha nyingine na pengine kupata kutoka msaada kutoka sehemu nyingine, anaweza akaishiwa, na hii itamsukuma yeye kuingia katika meza ya majadiliano. Nafikiri kinachompa kidogo kiburi na pengine sehemu ndogo ya matumaini ni mambo mawili, kwamba kama ataendelea kushikilia ule mfereji wa Hormuz, ina maana pressure ama msukumo na malalamiko juu ya hali ya uchumi duniani itamsukuma Rais Donald Trump yeye kuingia katika mabadiliko. Lakini pia wanatambua kwamba kuna uchaguzi wa katikati ya muhula. Kama wanaweza wakahold on kwa mwezi ama miezi miwili, hii inaweza ikasababisha msukumo mwingine upande wa siasa za huku Marekani, na nafikiri wengine wameanza kuona kwamba hata jana tu tunavyozungumza, katika eneo ambalo Donald Trump mwenyewe alishinda kwa 11%, na eneo ambalo anaishi pale Mar-a-Lago, ambalo mara nyingi limekuwa red, kwa mara ya kwanza limegeuka kuwa blue, kwa maana Democrat ameweza kushinda. Dalili nyingine kwamba watu hawapendi kinachoendelea na wanataka kupeleka watu kwenda kumrekebisha rais, kwa sababu wanaamini kwamba maamuzi anayofanya ni kutokana na kuwa na wingi katika chemba zote za bunge. Kwa hiyo nafikiri ukweli wa mambo ni kwamba Iran anaendelea kuishiwa
katika kile kiasi alichokuwa nacho. Wasiwasi wa kwanza ni kwamba baada ya kurusha kombora ambalo linaonekana linaweza kaenda kilomita 4,000, watu wameanza kuhoji kile alichokuwa nafahamu intelligence walikuwa nayo juu ya Iran kama ilikuwa sahihi. Na wasiwasi wa pili ni kwamba hawajui bado ana hazina kiasi gani, na kama anaweza akaipa miezi miwili, basi hilo linaweza likasababisha uharibifu mkubwa sana katika siasa. Na Donald Trump anawaza mambo mawili: kuna kupoteza viti katika chemba hizo mbili, na hilo likitokea, ameshawaambia Republican kwamba lazima atashitakiwa, na sidhani kama yuko tayari. Na ndio maana unaanza kuona kwamba ameanza kuinitiate ama ameanza kuanzisha mazungumzo, ikiwa ni pamoja na kutuma hizo sehemu vipengele 15 vya kutaka mkataba wa amani ama makubaliano ya amani pamoja na Iran. Nipate mtazamo hapa wa Rahbi katika hilo la kuishiwa au la mitazamo kwamba huenda kwamba Iran hivi sasa inaonyesha imeishiwa na nguvu na inacheza danadana tu katika swala hili la mazungumzo, lakini ukweli wanaufahamu kwamba nguvu hizo za kupambana na Marekani pengine hawana tena. Rahbi, hufikiri wewe kwamba Iran italazimika kukaa mezani kuzungumza na Marekani, na ikikataa inaweza kushambuliwa? Yote yanawezekana, lakini lazima tukubaliane kwenye hili kuwa Irani wanaweza kuwa wajuzi zaidi wa hazina walionayo ya silaha. Sitegemei kama wao wameshachungulia hazina yao na wanaiona kuwa inakwisha, halafu wanaitwa mezani hawataki. Sidhani kama wanaweza wakacheza huo mchezo. Bila shaka hakuna hesabu kamili ambayo ulimwengu inao juu ya silaha za Irani, kwa sababu tumeona silaha nyingi zinakuja kama surprise tu, zinatoka, zinakwenda, zinashambulia. Ni kama ulimwengu haufahamu halisi kuwa Irani ana kiasi gani cha hazina ya silaha zake ambazo zitabaki hapo. Ukisema kuhusu kushambuliwa, hivi kuna mashambulizi yoyote yanaweza yakaja mapya kwa Irani kuliko haya yaliyotokea ya Marekani? Hadithi hii inaweza ikafanana na kile ambacho tunakizungumza hivi sasa, kuwa vyombo vya habari vinazungumza kupelekwa kwa kikosi cha askari 2,000 wa ziada wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Ukiangalia namba ya askari waliokuwepo wa Marekani kabla ya hata ya mzozo ni zaidi ya 40,000, lakini wiki iliyopita tuliambiwa askari wa USS Tripoli walitoka Japani, kiasi askari 5,000 walikuwa wanapelekwa kule. Sidhani kama Irani hawafahamu wanachokifanya. Naamini kabisa wanajua kile wanachokifanya. Bila shaka kila upande unajua nini ulichobaki nacho, na ndio maana kila mmoja anajaribu kukaa kwenye meza, kwa sababu kukaa kwenye meza kuna mambo mawili tu yatakukalisha kwenye meza. Ukaa kwenye meza umeshikilia kikubwa ili umalize utata upate, lakini utakaa kwenye meza kunusuru kidogo kilichobaki ili ubaki nacho. Sasa kila mmoja anakaa kwenye meza kwa lipi ambalo linampeleka kwenye meza. Kwa hiyo utaona kuwa kwa hali iliyopo na kile kinachoendelea Mashariki ya Kati na kile tunachokiangalia duniani, unaona mambo mengi yamemwelemea Marekani, masuala ya mafuta, masuala ya upinzani, masuala ya wanajeshi, lakini hatua za Marekani ndani ya Irani hatuzioni. Si kama Iraki wakati ule, muda huu karibu mwezi mmoja tulikuwa tunaona ni Saddam Hussein kajificha, lakini hatuoni hatua za upande wa pili wa Marekani kuwa labda wanashikilia nini ndani ya Irani. Sawa hapo nimlete Bandio hapo katika hilo swala zima la kupelekwa wanajeshi wa ziada, na hili kwa hakika ni swala ambalo watu wanajiuliza sana, kwamba baada ya Trump kuaminisha ulimwengu kwamba mazungumzo yanafanyika tena yanatija kabisa, na akataja kwamba yupo kiongozi anayezungumza naye Iran ambaye ni kiongozi mzuri anayetoa ushirikiano na Marekani na hata kumpelekea zawadi bwana Trump. Mtu anajiuliza kwa nini kuna maelfu ya wanajeshi wa kikosi cha wanamaji cha Marekani ambacho tunasikia hivi sasa kinaelekea Ghuba, Bandio? Kwa mambo mawili. Kwanza, watu watakumbuka kwamba unapokuwa na deal na mtu kama Iran ambaye tayari alishaapa kwamba namna pekee atapigana mpaka mwisho, yani mazungumzo yapo kwa njia ya makombora, kudhani kwamba usitaki kusubiri sana kuhusiana na swala hilo. Hili kunawezekana kutaka kujenga kwamba ni lazima nimalize vita. Kwa hiyo anapeleka, kumbuke kikosi ambacho kimekwenda ni amphibious, wale sio wapiganaji wa kawaida, ni wale ambao wanakwenda na kuteka na kufanya mashambulizi ya haraka ili kuweza kudhibiti eneo. Kwa hiyo wamekwenda vile kwa sababu kuna mikakati mitatu ilikuwepo. Kwanza, tukiteke kisiwa cha Krog. Pili, tuangalie namna kuweza kumiliki ama kuweza kuchukua umiliki ama udhibiti wa sehemu ambayo kuna nuclear. Na tatu, tuweze kuangalia katika Strait of Hormuz. Hizi ni sehemu tatu ambazo wanaamini kwamba kama watafanya combat inahitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo wanapeleka pale kuwa tayari, kwanza kuweka pressure kutoka nje kwamba tuko karibu na tunaweza tukafanya kitu, lakini pili, kama italazimika, kwa sababu sasa hivi Donald Trump amebaki na maamuzi mawili: ashindwe arudi na aibu, au cha pili ambacho watu wanahofia ni kwamba anaweza wanasema akasnap
na kufanya maamuzi ambayo inaweza kawa yana madhara zaidi, na hilo linaweza kuhusisha kufanya mashambulizi. Lakini alipofikia hivi sasa hakuna namna njema rahisi ya kutoka, hasa kwa utawala uliopo. Kwa hiyo anajiandaa kwa yote mawili. Kama kutoka kuna mazungumzo yatakayofanikisha ifanikiwe, ama la, basi aende, wanasema full force, atumie kile alicho nacho kuweza kukamilisha kazi ambayo sasa hivi kwa namna yote limeshaanza kumwathiri kwa namna hasi. Katika hicho cha kutumia full force kama unavyosema, kama natumia maneno kama ulioyatumia, nataka nimuulize Rahbi hapa, kwa sababu vile vile katika swala hili, kwa mfano la kuihodhi na kuishikilia mlango bahari wa Hormuz, alihitaji vile vile ushirikiano wa mataifa wa shirika, lakini tumesikia sauti kutoka nchi mbalimbali za kupinga ambazo zimesema kwamba vita hii sio yao na hawaoni umuhimu sana wa kufanya mashambulio makubwa ya kuripua vinu vya mafuta vya Iran na kuhodhi mlango bahari wa Hormuz. Rahbi, unaamini kwamba Trump anaweza kuanzisha mwenyewe mashambulio ya kudhibiti Hormuz pamoja na kukosa kuungwa mkono na washirika wake? Sioni kama kuna njia yoyote Marekani anaweza akaitumia kwa hilo, na hata kama Trump ataamua kutumia njia hiyo, basi itakuwa ni njia ndefu sana ambayo itamchukulisha muda mrefu na idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani, na hasara kubwa itakuwa upande wake. Kwa sababu kwangu mimi naamini kabisa kuanzia mwanzo Marekani alikuwa yuko vizuri zaidi kwenye mfereji wa Hormuz, kwa sababu ukiutazama mfereji wa Hormuz ulivyokaa, pembeni tu kulikuwa kuna kambi za kijeshi bora kabisa za Kimarekani. Pale Bahrain kulikuwa kuna kambi ya jeshi la majini ya Marekani ikiwa na askari wengi sana, lakini pale Kuwait kulikuwa kuna askari 13,500 wa Marekani. Pembeni hapa Qatar kuna askari 10,000 wa Marekani. Abu Dhabi kulikuwa kuna kambi, Saudi Arabia kuna kambi, Iraki kuna kambi. Sitegemei kuona kama kuna chochote Marekani anaweza akakiongeza kukitoa nje kikaja kikabadilisha upepo uliokuwepo. Kwangu mimi Marekani alikuwa bora zaidi kabla ya mzozo kuliko vile anavyotaka kuja kuanza kujipanga kwa sasa. Kwa hiyo hesabu za Hormuz ni ngumu. Naweza ukarudi kwenye akili ambazo viongozi wa Ulaya wametoa mara kadhaa, wanasema kuwa muungano kama huu tulikuwa nao kule kwenye Bab el-Mandeb dhidi ya Yemen, na ulikuwa na washirika wengi sana, haukusaidia lolote mpaka Wahuthi walikuja kuacha wenyewe baada ya makubaliano. Kwa hiyo Ulaya walichomaanisha kuwa hakuna suluhu yoyote inaweza ikapatikana kwa njia ya nguvu au katika mashambulizi, kwa sababu hii ndio nguvu ya Marekani tunayoiona hivi sasa. Sitegemei kuona kama kuna nguvu ya ziada ambayo Trump anaweza kuitumia kubadili upepo, isipokuwa inaweza ikaleta tu madhara. Na kitu kigumu kimekuwa zaidi kuwa Irani wameingia kwenye ile sera ya jicho kwa jicho, yaani ukipiga hiki na wao watapiga. Ndio maana unaona kuwa vitisho vya Trump kupiga power plant ya umeme ya Irani ilizimika baada ya Irani kumwambia kuwa tutafanya eneo lote kuwa giza, yaani washirika wako wote watakuwa gizani pia. Maanake Trump alifahamu kuwa walipiga Natanz na yeye akapiga Dimona pale Israel kwenye nuclear, walipiga nishati na yeye akapiga nishati. Kwa hiyo ni vigumu kwa hivi sasa kufanya, kwa sababu huyu naye atajibu kwa staili ile ile, na ameonyesha kuwa bado uwezo wa kushambulia anao na makombora bado yanaweza kufika. Na kwa hakika mashambulio hayo ambayo yanaonekana kulenga hivi sasa maeneo ya karibu na vinu vya nuclear au kabisa katika maeneo ya nuclear tayari ameshaanza kutia wasiwasi Umoja wa Mataifa. Muda wetu hauturuhusu, tungejadili zaidi, kuna mengi ya kujadili, lakini naambiwa kwamba hakuna muda. Ni waombe tuishie hapo katika mjadala wetu. Asante sana Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, lakini pia Mobelu wa Bandio, mchambuzi wa siasa za huko Marekani kutoka Maryland. Na washukuru sana mliotutegea hadi hivi sasa. Endelea kuwa nasi. DW Jukwaa la Manufaa.